Tunataka mabadiliko ni pamoja na nyie kuwa huru kufanya kazi zenu, na hayo ndio tunayoyapigania. Na we've been saying kwamba nobody is safe katika mazingira ya kidikteta. Hakuna aliye salama. Kwa hiyo waliokuwa na kuzuia wewe kufanya kazi, kwa sababu umeniuliza swali na nitumie nafasi hii Kurani, wao walikuwa wanafanya kazi yao, lakini hawakutaka wewe ufanye kazi yako. Usipofanya kazi yako, maana yake watoto wako hawatakula, lakini yeye wakati huo watoto wake wanakula. Kwa mwelewe haya mambo, haya mapambano sio ya Chadema, ni mapambano yetu sote, kwamba nchi hii lazima iwe nchi ya haki, ya demokrasia na inayojali haki za binadamu, na hicho ndicho alichokipigania Mzee Mtei, na ndio maana alichoanzisha chama. Mimi sio msemaji wa serikali, na kama mnavyojua sisi Chadema hatujashiriki kwenye tukio lolote linaloitwa uchaguzi. Hatutambui serikali iliyopo, kwa sababu ni serikali iliyojiweka madarakani bila ridhaa ya umma kwa mtutu wa bunduki. Kwa hiyo sisi hatutambui kama wanakuja, kwa hata hivyo hatupangi ratiba ya serikali. Niulize mambo yanayohusu Chadema, nitakuwa tayari ku clarify mambo ya Chadema na mambo ya nchi yetu, lakini mambo ya mtu mwingine ambaye anakuja msiba, watu hawatoi kadi. Hii ni la muhimu. Kisheria court injunction inaweza kudumu kwa miezi 6 peke yake. Sasa wanasheria wetu watafafanua vizuri, akiwemo mwanasheria mkuu wa chama, lakini wakili Welewele yuko hapo, kwa sababu najua chama chetu kimesheheni wanasheria. Sasa unapofanya matukio ya hira, mwisho wa siku unakuta huja update vile vitu, na mpaka ina elapse muda ule wa injunction unaisha, hawakuwahi kuenda kufungua tena hilo zuio ambalo hawawezi tena kuliomba. Kwa hiyo sisi kwa sasa, kama alivyoandika mwanasheria mkuu wa chama, hakuna injunction tena yoyote ya kuzuia kufanya shughuli za chama, na tutatoa program sasa za roll out ni nini tunaanza nacho rasmi, na tutakuwa tayari kwa mikutano ya chama, vikao vya chama, ofisi za chama kufunguliwa nchi nzima. Na Chadema kama alivyosema Mzee Mtei, hili neno hakuna kulala mpaka kieleweke. Ameliasisi Mzee Mtei, no compromise. Si kama mnaelewa, linabeba ujumbe mkubwa, kwa sababu kuna watu nimesikia wanasema Mzee Mtei hakuwa confrontational. Ukisoma hilo neno linakuambia nini? Message: hakuna kulala mpaka kieleweke. Maana yake hakuna kukata tamaa, hakuna compromise za uongo, hakuna vitu vya ambavyo havina maana, mpaka ambapo tutakapobadilisha nchi hii. Kwa hiyo sisi tutaenzi hili neno rasmi, kwa sababu sasa kama chama kitakuwa hakina zuio, watakao kuwa natufanyia fujo kama mausidi ambao umeona nchi nzima. Leo tunazungumza hapa, mwenyekiti wetu wa wilaya ya Mbeya vijijini amekamatwa kwa sababu anahoji kwa nini OCD akashushe bendera ya chama. Ni kitu ambacho hakijai kutokea, very strange. Lakini pia mnajua kuna vyama vinaitwa vyama 10 na ngapi kwenye nchi hii. Kuna chama kingine chochote kinachoshushiwa bendera na polisi wenyewe, sio CCM, polisi. Maana yake CCM wameshindwa, hawezi kudeal na sisi. Sasa tuna deal na dola, na ndicho kinachoendelea. Dola ikikaa pembeni tu, tutakuwa pale juu, tumekaa pale tunaongoza nchi hii. Kwa hiyo halina ubishi. Kwa hiyo ndio hivyo. Tunaendelea tena kuwashukuru kama familia kwa namna mmeendelea kusambaza taarifa zinazohusu msiba wa mzee wetu hayati Edwin Mtei. Shughuli mbalimbali za maandalizi zinaendelea hapa nyumbani na hata nje ya nyumbani. Naweza kuthibitisha sasa kwamba mazishi sasa kweli yatafanyika siku ya Jumamosi. Ratiba kamili bado inafanyiwa kazi, lakini itaweza kutolewa nafikiri kesho. Ratiba rasmi ya programu nzima itakavyokuwa itaweza kutoka siku ya kesho. Kumekuwa na maswali mengi, msiba utaendeshwa kwa utaratibu gani? Utaratibu utakaoendesha msiba huu ni msiba shirikishi. Kwanza, huyu ni senior citizen, na ukishamsema ni senior citizen, ni mtu ambaye amehudumu katika nchi kabla ya uhuru, wakati wa uhuru, ndani ya serikali, nje ya serikali, ndani ya taasisi za kimataifa, ndani ya vyama vya siasa. Ni muasisi wa Chadema, ameikuza, ameiweka misingi ya Chadema. Kwa
Kwa hiyo ametumikia taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi. Zaidi, huyu ni baba wa familia, ana familia yake. Kwa hiyo msiba huu ni msiba jumuishi. Kila ambaye alifanya kazi na mzee hata nyimwa nafasi ya kushiriki katika msiba huu, kwa sababu msiba ni wa Watanzania wote, na nimesema huyu ni senior citizen. Kwa hiyo kama senior citizen, kila mmoja ambaye alifanya kazi na mzee, familia iko tayari kushirikiana naye kuhakikisha naye anapata nafasi ya kumwenzi huyu baba, kwa sababu wote ni wako wake. Kwa maana hiyo, kutakuwa kuna nafasi ya Chadema chama chake, kutakuwa na nafasi ya vyama vingine vya siasa ambavyo vile vile vilifanya naye kazi, kutakuwa na nafasi ya serikali ambayo vile vile alihudumu huko nyuma, kutakuwa na nafasi ya benki kuu, kutakuwa na nafasi ya wakulima wa kahawa. Huyu mzee alikuwa ni mwenyekiti kwa muda mrefu sana wa Tanzania Coffee Research Institute TACRI, alikuwa mwenyekiti wa bodi kwa miaka mingi, nao watakuwa vile vile wana nafasi hiyo. Kutakuwa na nafasi ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, nao watakuwa na nafasi. Kwa hiyo huu msiba sio wa mtu mmoja, ni msiba jumuishi, shirikishi wa watu wengi, walio na siasa na wasio wana siasa, bila kujali mtu ametoka chama gani, walioko serikalini na wasioko serikalini, vyama vya ushirika, vyama vya wafanyakazi, taasisi mbalimbali kama ambavyo nimezungumza, ambazo huyu baba alihudumu. Kwa hiyo naomba hiyo taarifa mwapelekea Watanzania. Tunawashukuru wote wanaoendelea kutupelekea salamu mbalimbali za pole na rambirambi. Tunawashukuru vile vile wale wengine wengi wanaokuja kushiriki na sisi katika maandalizi haya, mkiwemo ninyi ambao kwa kweli mmekuwa na sisi bega kwa bega. Mtusamehe kama kuna maeneo ambayo tumewachelewesha, ni kwa sababu tu ya wingi wa shughuli. Kwa hiyo niwashukuru sana, asanteni kwa kuwepo kwenu. Tunawakaribisha na ninyi muendelee sio tu kuhabarisha umma, lakini vile vile muendelee kulia na sisi. Tumeshauriana na chama na unaweza na viongozi wa chama wengine bado wako kwenye vikao. Tunajaribu kutafuta njia bora zaidi ya kulitunza jambo hilo, kwa sababu kumbukizi za mzee Mtei kwenye simulizi ya maisha yake ndani ya Chadema na maeneo mengine yote ni muhimu. Kwa hiyo hatuwezi kulipuuza. Kwa hiyo sio swala la kusema eti chama kimeachwa. Chama tuko nacho bega kwa bega, ni chama cha mzee, ni chama chetu. Tutaendelea kumwenzi mzee na kukienzi chama chetu. Kwa hiyo kila mmoja kwa namna ambavyo nafasi itaruhusu, kila mmoja atamegewa kisehemu kinachomhusu, ili kila mmoja, kama nilivyosema, huyu mzee ni mtu wa watu, kila mmoja aone kwamba kweli amemwaga mzee wake, ameshiriki katika kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele. Mzee alikuwa tayari. Kwanza tuna salamu mbalimbali kutoka mashirika mbalimbali ya kimataifa ambayo mzee alifanya nao kazi kwa njia moja au nyingine. Wengine wametuma salamu za maandishi, wengine wameshatuma email, wengine wanatuma wawakilishi. Kwa hiyo tunaendelea kupokea makundi mbalimbali, wengine bado wako kwenye mipango ya safari. Itoshe tu kusema kwamba tunategemea ugeni mkubwa sana kutoka ndani na nje ya nchi.